Mungu peke yake asiyeshindwa anaitwa Jehova Nisi, bendera ya ushindi ya watu wake. Usiku na mchana yeye anaokoa, usiku na mchana yeye Mungu anaponya, usiku na mchana yeye Mungu anatia moyo watu ambao wamevunjika moyo, usiku na mchana yeye Mungu anainua wanyonge kutoka chini sana, kutoka mavumbini hadi kuwaketisha pamoja na wafalme. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Ni kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5, tutaanzia mstari wake wa kwanza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea tunaenda kujifundisha kuhusu wakati Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuwa na mkutano, na ule mkutano ulikuwa ya watu ambaye ni wagonjwa sana. Bwana asifiwe sana. Kuna magonjwa mengine hata leo hii kama sio maombi, ni magonjwa inaweza angamiza, ni magonjwa inaweza sumbua, lakini kwa sababu ya maombi ile magonjwa inaweza isha, ile magonjwa inaweza pona. Huyu mtu anaweza kuwa mzima tena, huyu mtu anaweza kuendelea kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wake wa kwanza, baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Tunafundishwa kwamba kulikuwa na siku kuu ya Wayahudi, ni kusema watu wengi walikuwa wamekusanyika, kulikuwa na sherehe kubwa, naye Yesu akaanza safari yake. Hii safari anaenda Yerusalemu. Haleluya. Biblia inasema mstari wa 2, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala wakingoja maji yachemuke. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa kwamba wakati Yesu alienda Yerusalemu, alichagua kwenda mahali penye kulikuwa na wagonjwa, mahali penye kulikuwa na watu wenye hawawezi, watu wenye wametezeka, watu wenye wamelia, sio siku mbili, sio miezi fulani, lakini hawa watu walikuwa wametezeka miaka mingi. Na hivyo Bwana wetu Yesu alipoingia Yerusalemu, kulikuwa na sherehe, nilikuwa ni siku kuu ya Wayahudi, naye Bwana wetu Yesu hakuchagua kwenda kwa ile sherehe, alichagua tu kwenda mahali penye watu walikuwa wawezi, kwenda penye watu walikuwa ni wagonjwa, kwenda mahali penye watu walikuwa wameteseka miaka mingi. Haleluya. Na hivyo siku ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti, Yesu ako kwa ajili yako. Yesu anakuja kwa sababu yako unayelia. Yesu anakuja kwa sababu yako ambao umeteseka. Yesu anakuja kwa sababu yako wewe ambao umekata tamaa miaka mingi, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Yesu angeweza kwenda mahali penye palikuwa na sherehe, watu wanafurahia, ni kwa sababu ni sikukuu ya Wayahudi. Lakini Bwana Yesu kwa upendo wake mkubwa, kwa wingi wa rehema zake, yeye asiyebadilika, yeye ni Mwokozi siku na mchana, akasema hapana, ninaenda kwa wale ambaye wamelemewa, ninaenda kwa wale ambaye wameishiwa nguvu, ili niweze kuwaponya, ili niweze kuwatia moyo, ili niweze kuwatia nguvu tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku ya leo haijalishi sasa wewe unalia shida gani, hata kama ni ugonjwa, hata kama ni shida, hata kama ni kuhangaika, lakini nataka nikwambie Yesu hajakuja tu kwa sababu ya sherehe. Hapana, aliwaja kwenda kwa sherehe, akaenda kwa sababu ya wale wenye walikuwa wagonjwa sana, ya wale wenye walikuwa wawezi, ili aweze kuwaponya. Kulikuwa na jamii kubwa sana ya wagonjwa, na ile jamii kubwa ya wagonjwa ilikuwa imetezeka, walikuwa wamekaa muda mrefu, walikuwa wamekaa siku nyingi, naye Bwana